la Bwana. Mungu anasema hakuna mwanadamu anaweza kufananishwa na yeye. Hakuna mwanadamu anaweza kulinganishwa na yeye. Unapaswa unyenyekee kabisa, ukijua ya kwamba hakuna mwanadamu anaweza kulinganishwa na huyu Mungu wetu. Tunakushukuru Bwana asubuhi ya leo. Asante Yesu kwa kutupa nafasi nyingine miguuni pako. Asante Yesu kwa kutupa fursa nyingine ya kuona siku ya leo. Bwana, tunakushangilia na tunakusita, tunakupea sifa. Shangilia Yesu. Tumshangilie Yesu. Let's give the Lord a shout. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Shout. Bwana asifiwe. Let's give the Lord a shout because he has given us life. He has given us a new chance to be at his feet. Bwana asifiwe. So we have a reason to celebrate to him. So I want us to celebrate to him the way we have never done before. Praise God. So celebrate him. Vile amekutendea ndivyo utamshangilia, si ndio? Na una sababu ya kumshangilia. So let us give the Lord a shout. Tumshangilie Yesu! Tumshangilie Yesu! Hallelujah! So this morning we are going to tell him that Yoshua alisema, jua lisimame na mwezi usimame, tumsifu Bwana. You know, when in his feet there is more blessings, in his presence there is more grace, and we have the reason to praise him. As long as umejiachilia kwa nyumba yake, I know he will never fail you. Bwana asifiwe. As long as you're serving him, he will never leave you. Bwana asifiwe. So when we sing these praises, just give him the praise that he deserves. Bwana asifiwe. Simame na mwezi usimame yo.
Naomba tukiwa katika hiyo hali ushike mtu mkono. Mtu mmoja tu, shika mtu mmoja mkono. Not a chain. Kila mtu shikana na mtu mmoja tu, wawili in pairs. Kama huna mtu, hakikisha umepata mtu mshike mkono. And even as we get to that, tupate a verse from the book of Jeremiah chapter 1 and verse number 10. We are in the beginning of the month. Today is the first day of the month, February. We are in the first day of the month. We want to pray for this month, the month of February. Jeremiah chapter 1 and verse number 10. The Bible says, "See, today I appoint you over nations and kingdoms, to uproot and tear down, to destroy and to overthrow, to build and to plant." Bwana asifiwe. I want us to pray with a revelation this morning to whoever that you are holding hands. Nataka tumuombe. Biblia inatuambia see. And whenever you see a verse imeandikwa hivyo see, then a comma, there is a revelation. That one is see, it is calling us to come to attention. It is calling us to come to a realization. The Bible is calling us to see the power and the authority that the Lord has given unto us. And this power, we are being told we have been given power. Power to power over nations, power over kingdoms. And this power is to uproot. You cannot uproot unless something is planted. You cannot tear down unless something has been built. So the Bible tells us this morning, we have been given power. Power to uproot, power to tear down, power to destroy and to overthrow. And when we do all this, again we are being given power to build. Whatever we tear down the negativity. We plant positivity. This is what I want us to do. Kwa huyo mtu ambaye umeshika mkono katika mwezi wa pili, sijui vile mwezi wa Januari umekuwa katika maisha ya huyo mpendwa, lakini nataka umtabirie mwezi huu February. Whatever has been holding him all we want to bring them down. Whatever has been draining him all whatever has been bringing down his family, whatever has been bringing down his job, mali anafanya kazi, nataka tung'oe kila aina ya mamlaka ambayo si ya kiungu, ambayo anaweza kuwa yamepandwa kinyume ya huyo mpendo umeshika mkono. We want to uproot any plantation that is not of God, that may have been planted in that life of that individual. And then after that we want to build something new. We build peace, we build long life, we build healthy. Nataka tuombe, kila mtu inua sauti juu ya maisha ya huyo mpendo umeshika mkono. Muombe kwamba familia yake imefika sasa mahali imefika, hakuna kulia tena. We declare in the month of February, mtangazie ya kwamba katika mwezi wa February he will not cry again. It is now over. We bring down every principality. We bring down every plantation that the devil may have planted. The Bible says in the book of Matthew 13 and verse number 25, in the midst, when everybody, in the midnight, when everybody was asleep, the devil came and planted wheat among the wheat. We want to uproot any plantation that may have been planted in the life of that individual in the name of Jesus Christ. Tunataka kung'oa mwezi wa February, mtabirie kwamba atalia tena, hakuna magonjwa tena. Tunatangaza huyo mpendo ataenda safari ndefu na atarudi akiwa salama. Huyo mpendwa familia yake itasimama, Mungu atatawala. We declare, we uproot any plantation. We declare, we destroy any structure zozote, misingi yote ambayo ingalikuwa imejengwa ya kishetani, tunaing'oa asubuhi ya leo katika jina la
Yesu Kristo. Mtabiria asubuhi ya leo, tabiria watoto wake mahali walipo wataweza, watafaulu. Watoto wake mahali walipo ni washindi. Watoto, the Bible says that the children of the righteous shall become mighty in the land. Tutangaze mwezi wa Februari, watoto wetu mahali walipo, they shall become mighty. We declare and decree that it is well with them. Tunang'oa chochote ambacho si za kiungu, ambacho kingalikuwa kilipandwa juu ya watoto wetu. Oh, rimashete kelelelele, raboshete kelima mama, makonto koyo riba, rekete kelima mama. Oh, rimashete kelelele, remakonto koyo riba, rekete kelima mama. In the name of Jesus Christ. Arekete kelelelele, raboshete kelima mama, ma konto koyori baba, rekete kelima mama, ramashanta kalekete kelima mama. In the name of Jesus Christ, we destroy every plantation of the devil, every plantation of the devil in our lives, in the church of God. We uproot them now. The Bible tells us, about Father, that today you have given us power and authority, King of glory, power to uproot. We uproot anything that is not of God in our lives, anything that is not of God in our family. We uproot them, Abba Father, in the name of Jesus Christ. Chochote ambacho Bwana kimekuwa kikizuia wapendwa hawa wasiinuke, wapendwa hawa wasiwe kile Bwana uliwaumba wakawe, we destroy them this morning in the name of Jesus Christ. We declare from today, Abba Father, this month of February, we shall celebrate, we shall enjoy the goodness of the Lord in the land of living, in the name of Jesus Christ. Ni asante mtakatifu, asante Mungu wa Israeli. Wewe ndiwe Mungu mkuu, kando yako hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu ambaye haujawahi shindwa. Jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe, jina lako liabudiwe, Mungu wa Israeli. Asante kwa sababu ya wema wako. Oh, rimashete kelelelele, rekete kelima mama, ma konto koyo riba, rekete kelima mama, ma shanta kalalalala, rekete kelima mama. We destroy any power. We declare that there's no weapon fashioned against us, Abba Father, that shall ever prevail in this month of February. Today being the first Sunday, we declare this month of February, we shall enjoy the favor of God. We shall enjoy the goodness of the Lord in the land of living. In the name of Jesus Christ. Mwezi mfalme, tumekataa kulia. Mwezi tumekataa. Mwezi tumekataa kung'ang'ana kwa jina la Yesu. Mwezi tunaomba neema. Mwezi tunaomba ushindi. Tazama yule mama ambaye Bwana ameng'ang'ana mwezi wote wa January to a point where she cannot find the reason. Lord, we pray that you are the reason in this season, that in this season we will celebrate. Mwezi mfalme, tutafurahia neema. Mwezi mfalme, tutafurahia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mungu mkuu. Jina lako litukuzwe. Jina lako lipewe sifa. Naomba tushirikiane kwa ombi. Baba mwema,
katika jina la Yesu Kristo. Baba ishie milele na Mungu muumba mbingu na nchi, wewe uliye na wewe utakaye kuwa na wewe uliyekuwa, ni wewe Mungu mkuu, ni wewe mfalme. Ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo ambayo mfalme wa falme umetukusanya mahali hapa. Mioyo yetu asubuhi ya leo imejawa na wingi wa shukrani mbele zako, kwamba Bwana, tulipokuwa tunaanza mwaka huu tulikuamini, na Bwana tumekuona mwezi wote wa Januari ukuwa pamoja nasi, na asubuhi ya leo ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa pili, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye haujawahi shindwa. Asante kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo, kwamba Bwana umetupatia mamlaka na nguvu, umetupatia uwezo juu ya falme, uwezo wa kung'oa, uwezo wa kuharibu, uwezo wa kujenga na kupanda. Asubuhi ya leo kama kanisa tunang'oa chochote ambacho si cha kiungu katikati yetu. Magonjwa yote ambayo shetani angalikuwa amepanda, tunayang'oa asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu na mitego yote ya kishetani tunaiharibu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, tukitangaza ya kwamba mwezi wa pili hakuna silaha iliyoundwa kinyume nasi itakayoweza kufaulu kamwe, na kila aina ya neno ambalo ingalikuwa limezungumzwa kinyume na maisha yetu, twatangaza hayana nguvu kamwe. Nawe mwezi wa pili, kwa sababu chochote kilicho na masikio kiko na uwezo, kiko na jina, kiko na uwezo wa kusikia, twakutangazia ya kwamba baraka zote ambazo mbingu imeachilia kwa ajili ya maisha yetu hauna uwezo wa kuzizuia tena. Twatangaza baraka zetu ni sehemu yetu. Mahali kulikuwa na udhaifu, twapanda nguvu. Mahali kulikuwa na kulemewa, twapanda ushindi katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Bwana, tunakutukuza. Tunaposherekea kwa mikono yetu, twatangaza ya kwamba mwezi huu ni mwezi wetu wa kubarikiwa. Twatangaza ni mwezi wetu wa kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Baba ishie milele, tunaomba na kuamini. Amen. Let's appreciate the Lord. Amen. Ukiwa umeshika huyo mtu mkono, nataka ushike huyo mtu mkono. Nataka umshike mkono. Wale wanaingia kanisani, karibuni. Nataka umshike mkono na umtabirie. Mimi sitaki kukuambia yale utamwambia, lakini mtabirie yale unatamani ya kufanyikia mwaka huu. Tabiria huyo rafiki yako na yatakufanyikia kwa jina la Yesu. Mtafsirie leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa pili. Mtafsirie ushindi, mtafsirie baraka, mtafsirie kwenda mbali, nayo yakimfanyikia yakufanyikia kwa jina la Yesu. May the favor of God be upon your life in Jesus' name. Amen. 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 Tuketi kwa viti ambavyo vimebarikiwa.